harakati za kuhakikisha taifa linakuwa salama muda wote. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi Tanzania, kuna habari inasema taasisi 27 za dini ya Kiislamu zaibuka na mambo 17. Taasisi 27 zaibuka na mambo 17, yani 77. Kwa nini? Kwa sababu umekuwa ukishuhudia baadhi ya video clip, kwa maana ya picha mjongeo, zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii, baadhi ya watu wakijitambulisha kuwa ni viongozi wa kidini, wakitoa maneno ambayo mengine yalikuwa ni kama yanatishia amani. Sasa taasisi za Kiislamu 27 nchini zimekuja na mambo 17. Mambo gani? Wewe nikusanue. Taasisi za Kiislamu 27 nchini, ikiwemo Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, nazungumzia BAKWATA, zimesimamia mambo 17 yatakayorejesha amani na utulivu nchini, huku zikisisitiza njia ya maridhiano. Mambo hayo yameazimiwa jana Alhamisi Novemba 20 mwaka 2025 na amiri wa Baraza Kuu na Jumuiya ya Taasisi za Kiislamu Tanzania, na mzungumzia Sheikh Musa Kundecha, katika tamko lililolitoa mbele ya wanahabari wakurugenzi wa taasisi za Kiislamu katika ofisi za makao makuu ya BAKWATA Kinondoni jijini Dar es Salaam. Sasa kabla ya Sheikh Kundecha kutoa tamko hilo, amewaeleza wanahabari viongozi mbalimbali na waandamizi wa BAKWATA kwamba wenye viti na wakurugenzi wa taasisi za Kiislamu kuwa walifanya ibada maalum, ibada inaitwa ibada ya itikaf, ambayo katika msikiti wa Mfalme Mohamed wa 6 ilifanyika ibada pale maalum kabisa kuhakikisha taifa letu linakuwa salama. Sasa itikaf pia ni ibada maalum ambayo huwa inafanyika ndani ya msikiti kwa kujenga na mengine mengi kujiurisha ilikuwa ni mambo ambayo tunawasilisha hoja za msingi kwa Mungu, ikiwa ni pamoja na hili jambo kubwa la amani ya Tanzania. Sasa kabla ya kueleza mambo 17, Sheikh Kundecha pia amesema taasisi hizo zinalaani matukio hayo yaliyosababisha vifo na majeruhi kwa baadhi ya wananchi wa Tanzania, na akianza kutaja mambo 17 akaeleza vitu vingi sana. Sasa mimi nisimsemee kwa sababu yeye mwenyewe yupo na tunaye atueleze kwa undani zaidi imekaaje, hayo mambo 17 ni yapi na kwa nini taasisi hizi zimekuja na haya mambo 17 ili kuliponya taifa la Tanzania kuwa na amani wakati wote. Shaka, karibu sana. 17 tunawanasi viongozi na Waislamu wote kuepuka kauli za matamshi ambayo yanachochea na kuhamasisha mpasuko katika jamii. Mheshimiwa Mufti anatoa rai tutumie maneno ya kauli za kujenga na kuleta umoja na kuwa daraja kati ya Waislamu na baina yetu na Watanzania wengine wasiokuwa Waislamu. Tanzania ndiyo nchi yetu, hatuna nyingine. Tuinusuru amani yetu isijaribiwe au isichezewe. Sisi taasisi za Islam tunalinda amani hiyo kwa gharama yoyote, au sisi taasisi za Islam tunalinda amani hiyo kwa gharama yoyote. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie itikafu yetu, atuondoshie fitna, atuunganishe yoyote na Watanzania wote, atuongoze katika maamuzi ya heri yanayoletea taifa letu mustakabali mwema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi tunaleta kwa niaba ya Jumuiya ya Taasisi za Kiislamu. Mambo yalikuwa hivyo. Sasa bado tunahitaji kuliponya taifa. Nini maoni yako? Weka comment yako kwa ambao unatazama kupitia mitandao ya kijamii, kwa ambao unatusikia live kabisa kupitia radio station, fanya kuweka ujumbe wako kupitia 0779 7295 93. Tunaendelea kuponya taifa jamani. Sio muda wa kuzidi kulaumiana, kunyosheana vidole. Tunaendelea kuchana kurasa za magazeti msikilizaji.